Kwanza hatunabudi kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuendelea kutuneemesha kwa neema zake nyingi, na leo hii kutukutanisha tena hapa tukiwa tuna nyuso za furaha. Tuna nyuso za furaha, inanikumbusha hata kama sikuweko, lakini katika historia siku ambayo Mtume alihama sallallahu alaihi wasallam alihama Maka kwenda Madina, basi tunaambiwa mji wa Madina wote ulirindima kwa furaha. Watoto, watu wazima, wanawake, wanaume, wote walikuwa na nyuso za furaha. Kwa hiyo na sisi leo tuna furaha kubwa sana kwa mwalimu wetu huyu kutoka katika hilo au hayo maeneo matukufu huko yote mawili ya Maka na Madina kuja kwetu sisi hapa, au kuja tena kwetu sisi. Tunamwona kama mpya, kama kwamba hatujawahi kumwona, ndo kwanza tunamwona leo. Kama vile ambavyo walikuwa wana furaha watu wa Madina, wengine walikuwa hawajawahi kumwona, wanatamani wamone huyo mtume ndo yupi, wakawa wanaoneshana ndo yule pale, ndo yule. Na sisi leo bila shaka ilikuwa tunaonesha kawapi, kawa gari ipi. Wao ilikuwa wanatumia wanyama. Kwa hiyo na sisi furaha yetu ni kubwa, japo hatujawafika wao, lakini na sisi kwa mujibu wa uwezo wetu furaha yetu ni kubwa kukutana na mwalimu wetu tena leo. Kwa hiyo kwa sababu anatoka safari refu, ana maneno machache anataka kuzungumza na sisi. Kwa hiyo tumsikilize kwa muda huu mchache, tujenge utulivu na umakini, tupate maneno kutoka kwake. Kwa hiyo ilikuwa namwekea njia sawa tu. Mwalimu, tafadhali uzungumze na jamii yako hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu Waislamu, nikianza na wazee wetu kutoka mabaraza ya wazee wa shehia, nifuatie maimamu na wahudumu wa misikiti yetu mbalimbali ndani ya shehia yetu, lakini walimu wa madrasa mbalimbali mliopo, viongozi kwa nyazifa zenu mbalimbali. Naona watu wa ofisi ya sheha mpo hapa, watu wa kamati mbalimbali katika shehia yetu, kamati ya uvuvi, kamati za maendeleo na kamati nyinginezo. Hatutoweza zote kuzitaja kwa wingi wake, lakini wote tunawajali na tunawathamini kwa upande wa kina baba, na naamini na kwa upande wa kina mama vile vile, lakini mpaka wanafunzi wetu wa madrasa. Awali ya yote mimi niseme neno langu la shukrani tu. Yale mengi ya kusema inshallah tutapata muda mdogo mdogo katika misikiti tofauti, tutapeana inshallah kadri itakavyowezekana, kama ambavyo tuliweza kupata muda wa kupita msikiti hadi msikiti kupeana taarifa ya safari hii. Basi inshallah tuna lengo la kwamba tupite tena kwenda kutoa neno la shukurani ndani ya kila mahali ambapo tulikwenda kupeleka taarifa hizi. Nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye ukarimu, kwa mapenzi yake makubwa kwamba lile jambo ambalo tulikuwa tunalitaja kwenda likawa, basi imefika siku lile jambo limekuwa. Lakini ni ongeze shukurani za dhati kwenu nyote wanajamii kwa ushirikiano mkubwa mlionionyesha tangu wakati wa maandalizi ya safari hii. Mpo ambao mlikuwa mnanifuata binafsi, kunishauri, kunipa maarifa, lakini hata kunipa michango inayosaidia katika kwenda hiyo safari. Kwa kweli nashukuru na nathibitisha kwamba mmenipa moyo sana katika hili. Lakini vile vile wakati mwingine ninapowaomba mimi mashauri au ushauri mwema katika hili, hakuna hata wakati mmoja au hata mtu mmoja ambaye
alinivunja moyo. Kwa hiyo na nyote nawashukuru kwa kule kunipa moyo kwenu, basi nikaona kumbe inawezekana, na kweli imewezekana. Nashukuru sana kwa hayo. Lakini kipekee nitoe shukurani kwa uongozi wa msikiti huu tulio na kamati zake zote kwa ushiriki wake wa maandalizi ya safari, lakini kwa kiwango kikubwa sana kushiriki katika mapokezi makubwa ambayo mimi binafsi sikuyategemea. Yalinifanya nichanganyikiwe na nilijikuta na mwaga machozi, si ya huzuni bali ya furaha. Lakini pia nikawa na wasiwasi wenzangu walioacha yao mengi kwa kuja kunifuata mie mmoja tu kwa hili, mimi nini nitakachowafanyia, angalau kikafanana na ukubwa wa hili jambo. Lakini wallahi sina cha kuwafanyia zaidi ya kuwapa shukrani. Pia nishukuru uongozi wa Madrasa Nurun Nabii, walimu, wakina baba na kina mama, lakini na wanafunzi pia kwa ushirikiano mzuri mliotuonyesha tangu mwanzo mpaka tunakamilisha jambo hili. Kwa kweli kwangu shukurani hazina mwisho katika hili. Mimi naona mmenifundisha, na nitahidi nifundishike katika hili, niweze kufata mwelekeo, nami siku moja hata kama sio nyote, lakini niweze kuifanya ihsani kwa mwingine, aweze kukumbuka kwamba ile ihsani niliyoifanya kumfanyia fulani katika kipindi fulani, leo hata kama kwa neno tu, lakini kanirudishia ihsani. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe juu ya haya. Baada ya maneno hayo ya shukurani, ndugu zangu, ninachoweza kuambia kwamba safari tumekwenda salama usalimini, kutokana na dua nyingi mbalimbali mlizokuwa mnatuombea. Kwa kweli safari yetu imenyoka sana, alhamdulillah. Haikupata changamoto yoyote wakati wa maandalizi, wala wakati wa kwenda, wala wakati tulipokuwepo katika zile harakati, wala wakati wa kurudi. Safari yetu imenyoka vizuri sana. Kilichobaki, kilichokuwa sirini ni kukubaliwa kwa yale ambayo tumekwenda kuyaomba, na tunamwomba Allah atukubalie inshallah. Lakini kuyafanya yale ambayo tulitakiwa tuyafanye kwa mujibu wa mafundisho tuliyofundishwa na walimu wetu, naona tumefikia 100%. Inabakia tena yeye mwenyewe tu kukubali au kukataa, wallahu a'lam. Sambamba na hayo, tutumie fursa hii tukumbushane, kwa kuwa sisi ni wanadamu, tuna sifa ya kukumbuka na sifa ya kughafilika vile vile. Safari hii tumeipanga na tukaienda, lakini huku tukiwa kabla ya safari tuna malengo yetu. Tuna malengo yetu katika jamii hii. Dhahiri inaonekana ni jamii ya watu wa Tazari, lakini Tazari na maeneo jirani na wote wanaotutakia mema, tunayo malengo ndugu zangu. Yale malengo naamini hayajasita, kwa sababu wakati tunataka kuondoka tulishapanga beki nzuri sana kwa kuamini kwamba haya yatafanyika na tutakuwa tumepiga hatua. Lakini kurudi kwetu tunaweka ahadi kwamba tunataka kuendeleza mbele ile gurudumu. Tulikuwa tunasema na tunaendelea kusema kwamba safari ya kuelekea maendeleo katika jamii hii imeshaanza na inaendelea inshallah. Kubwa tunayemtegemea ni Mwenyezi Mungu. Yale tunayoyapanga tukamuomba yeye atutilie taufiki ili yawezekane inshallah. Kwa hivyo tunasema kwamba tunaposema tuna mategemeo ya kujenga jamii hii kimaendeleo, maendeleo hayo yakiwa ya kiimani kwanza, kuzungumza na watu wetu, kuwapa mawaidha ya kuzirekebisha au kuziboresha zaidi imani zetu ziwe thabiti, na tufanye kila tunayoyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata tunapomtuma au mtu anapopata nafasi ya kwenda kushiriki katika kazi ya ujenzi wa taifa, wewe ukaona unashiriki katika ujenzi wa skuli, ujenzi wa madrasa, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa chochote unachokijenga, usafi wa mazingira, fanya kwa lillahi ta'ala, Allah ndo ataikulipa. Kwa hiyo ili kujua hayo, wananchi wetu wanahitaji kujengwa kiimani zaidi.
kwani kwa hakika bila ya imani hakuna faida ya haya yote tunayoyafanya. Ujenge msikiti, utie kibla, utie mimbari, utie matandiko, utie rangi na tiles msikiti, kama imani yako si thabiti, pambane katika kujenga imani za watu. Lakini la pili, umoja. Tujitahidi na kujizatiti kujenga umoja wetu, maana hayo malengo ya maendeleo tunayotegemea tuna hakika yanahitaji gharama kubwa sana, lakini gharama hizo si hatuna. Lakini tunachotegemea kitakachotufikisha kwenye makusudio yetu ni umoja. Tukishakuwa wamoja, tunaambizana na tunakubaliana, basi jambo kubwa linakuwa dogo, na lisilowezekana hapo kabla linawezekana wakati huu, kwa sababu ya umoja na mshikamano. Kwa ni washauru, ni wanasihi wazee wangu, vijana wenzangu, kina baba na kina mama, asitokee yoyote mtu akaja akatupandikiza mawazo ya fitna mpaka akataka kutugawa, kwamba wale kina fulani na sisi kina fulani, wale wanalao na sisi tunaletu. Kwa njia hiyo, ndugu zangu, hatutoweza kufanikiwa. Na yasema haya kwa nia safi kabisa, kwamba ni mmoja katika machumo ambayo kwa bahati njema kule tulikokwenda tumepata kama ni moja katika faida. Nikawasimulia kwamba tulibahatika kufikia Madina safari yetu, tukawepo pale kwa kipindi cha siku 5, tukaswali sala 25 za wajibu pale, bali na sala za sunna. Lakini sema ukweli ni kwamba umoja na mshikamano walionao watu wa Madina mpaka leo unahisi, hasa kama umebahatika kulipitia somo la sira, unakuja kukuta kwamba hawa kweli walikuwa na kila sababu ya kuwa waitwe Ansari, maana wamemnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameinusuru na dini ya Kiislamu. Upole wao wa wakati huo bado athari yake ipo mpaka leo. Watu wa Madina ni wakarimu, watu wa Madina ni wapole, ni watu ambao wana haja na watu sana, pamoja na kwamba mji ulijaa watu wengi, lakini hawakuonyesha labda kuwanyanyapaa. Madina